Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu Bidabida Online TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel hii ili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Okay, sasa leo tumwangalie kiumbe ambaye anaitwa Sazan. Sazan kifupi chake ni Saza. Huyu ni jini wa kike ambaye jini huyu sifa yake kubwa ni kumpatishia mtu msaada wa namna ambavyo yeye anavyotaka. Jini huyu zamani walikuwa wanamtumia wafalme ili mradi kupata vyeo. Jini huyu walikuwa wanamtumia maaskari ili kupata ushindi. Mfano wameenda kupigana vita, basi huyu ana uwezo wa kupatisha ushindi. Mfano wa mtu anataka kupata madaraka fulani, cheo fulani, basi huyu ana uwezo wa kumfanikishia mtu kile cheo. Tumeelewana? Sasa tafsiri ni kwamba huyu ni jini ambaye miongoni mwa majini wa kike, lakini mwenye uwezo wa kufanya vile ambavyo mlengwa wake au muhitaji anachotaka. Kwenye madaraka yupo, kwenye upendo yupo, kwenye swala la kipato utafutaji yupo, kwenye swala la biashara yupo. Yani huyo ana uwezo wa kuvuta pesa kwa haraka, ana uwezo wa kuvuta wateja kwa haraka, ana uwezo wa kukupatishia cheo kwa haraka mno. Yani ni sawa kama kufumba na kufumbua. Huyu kiumbe ana uwezo wa kufanya chochote kile. Umbile lake ni la mwanamke mwenye chuchu saa sita, lakini mwenye lasi, yani mwenye rasta nyingi, dread nyingi. Lakini pia huyu ni kiumbe ambaye sura yake haijulikani vizuri kwamba ni mwanamke wa namna gani, yani ni jini wa kike wa namna gani, kwa sababu haijulikani wala kufahamika sura yake. Lakini kiumbe huyu ni miongoni mwa viumbe ambao sio wenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Yani sio mtu wa kufanya ibada. Yale mambo ya tunaita kuswali, yeye sio pigo zake. Sawa. Huyu ni jini, kazi yake ni kufanya kazi zile ambazo anazotumwa na bosi wake. Miongoni mwa filti ambao yeye anakaa kupokea oda tu. Tumeelewana? Lakini ni mchapa kazi, na historia yake ukimfuatilia hajawahi kunywa damu ya mtu hata siku moja, wala kuhatarisha maisha ya mtu hata siku moja. Lakini chakula chake kikubwa ni damu ya ngamia nyekundu. Hiyo ndo chakula chake kikubwa. Unakigandisha au unampa vile vile anakunywa, au unagandisha anakula kama vile unavyoona kashata ile damu. Kwa hiyo ndo chakula chake. Kila ukitaka kumtuma, hajawahi kuomba damu ya mtu wala ya mnyama wakubwa tofauti na hao. Lakini ikitokea umekosa damu ya ngamia, ndio unatumia damu ya ng'ombe wakubwa waliotimia 2. Umeelewa? Kwa damu yake utaikusanya, utaiweka kwenye friji au utahifadhi pahala, alafu yeye ndio utakuwa unampa. Hilo ni sharti lake. Sharti lake lingine, yeye akai kwenye pete, akai kwenye fimbo, akai sehemu yoyote isipokuwa yeye anakaa chumbani. Inahitajika utenge chumba chako special chenye security ya kutosha. Chumba hicho asiingie mtu ambaye mwenye mwanga, au aliyevaa nguo yenye kuakisi mwanga, au mwenye kubeba tochi, taa na kadhalika. Chumba hicho kinahitajika kiwe yani giza. Chumba hicho kinahitajika kisiwe na mwanga wa namna yoyote. Kusiwe na chemli, kandili, batari, mshumaa au kitu chochote. Kusiwe na mwanga wa namna yoyote, wala taa ya TANESCO. Kwa hivyo, wala taa ya sola. Kwa hivyo basi utatoa hata holder ili kusiwe na taa, yani kusiwashwe taa. Hayo ni madhara yake makubwa. Na ikitokea umevunja hilo, siku umeingia na taa, basi madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo lazima unatakiwa uzingatie hili sharti. Kumuita kwake ni humo, na akiwasili ni humo, na humo ndio anapohitajika yeye kukaa katika maisha yake yote. Kwa hivyo basi, kwa sisi ambao wenye chumba kimoja, hatufai kumuita. Afai kuitiwa gesti, afai kuitiwa polini. Labda hilo poli
liwe na giza muda wote, haijalishi mchana au usiku. Lakini pia anafaa kuitiwa mapangoni, mapango yenye giza ambayo hakuna mwanga utakaopita wa jua wala wa taa namna yoyote. Chakula chake ni damu ya ngamia au ya ng'ombe wakubwa waliotimia wawili wekundu. Hilo ndo sharti lake. Na damu ile unaikata, na pia vile vile unampatia yule. Tumeelewana? Yani wewe unaiweka hivi, yeye ndio atasensi kwamba humu kuna mwanadamu kaingia. Yeye ndio atasensi kwamba hata wewe ulivyoingia mule chumbani, humu kuna kiumbe tofauti na mimi. Kwa mtaanza kuzungumza. Uzuri wake, anaongea lugha ambayo wewe unayoitazama ama kuiongea kwa ufasaha. Hiyo ni uzuri wake. Hakikisha chumba hiko hakina kitu chochote. Hakuna kitu chochote. Tumeelewana? Isipokuwa ni nini? Isipokuwa ni yeye mwenyewe. Kiwe empty. Iko chumba akifanywi tena usafi. Tumeelewana? Kwa hiyo watoto, mke, mume, ndugu, jamaa, rafiki hawatakiwi kuingia kwenye hicho chumba wakiwa na nguo ama mavazi ya marangi. Mavazi ni meusi. Pazia mlangoni wa kuingilia humo ni jeusi. Lakini pia chumba aidha kiwe na mlango au kisiwe na mlango, lakini kinahitajika chumba hiko kiwe na giza. Sawa? Kwa hiyo utakifanyia setup ambayo ili chumba kiwe na giza. Tumeelewana? Lakini kiumbe huyu ukiingia humo ndani ana uwezo, ama wewe utakuwa na uwezo wa kuongea naye na kuomba chochote unachokitaka na kikawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hapo. Sawa? Kwa hiyo kuna maandalizi yake natakiwa uyafanye, taratibu zake natakiwa uzifanye ili mradi kuweza kumwasilisha humo, na akisha wasili hawezi kuondoka tena. Alafu kiumbe huyu hauwezi kuvunja naye tena mkataba. Ikitokea umepata mauti wewe, hapo ndio umevunja mkataba na yeye ataondoka. Mali zitabaki kama kawaida, haziteketei hata kijiko ambacho yeye alichokupa. Ila ikitokea umevunja hili sharti, mzee, umemiss pakubwa sana. Kitu anachokipenda yeye ni anasa. Kwa hiyo anapenda anasa, anapenda pesa zake utumie kwenye masuala ya anasa. Kwenye masuala ya hailati, yani masuala ya kimungu na nini, sio pigo zake, ila wewe utafanya kwa mapendekezo yako, lakini yeye hakukatazi na wala hakuna baya kwake, ila anapenda kufanya masuala ya nasa. Kulewesha watu, pombe, kufanya masuala ya kidunia yote ambayo wewe unayajua wewe unafanya. Sawa? Hiko ndo kitu cha msingi kwake. Lakini ni kiumbe ambaye anapenda ngono sana. Hivyo kwenye hiko chumba pia inawezekana hata mkashiriki kufanya tendo. Taratibu hizi ukizihitaji na prosesi zote naweza nikakufanyia. Lakini ukiwa umeandaa kila kitu chako vizuri. Gharama yake ni kubwa sana na imesimama. Tusubirie episode ya 2, tutakueleza namna gani ya kumuita kiumbe huyu Sazan ili aweze kukupatia mafanikio. Kaa na mimi, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante.